بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمة يكافي مزيد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم ليوم الدين. أما بعد, sisi katika hay'atul ulama kuna kitengo kilichoanzishwa kinaitwa Muntada al-Fiqh al-Islami. Ni chombo kinazungumzia fiqhi, chombo ambacho kipo katika kamati ya da'wa au kurugenzi ya da'wa, na hapa mimi ndazungumza kwa niaba ya kitengo hicho cha Muntada al-Fiqh al-Islami. Na huu si muhadhara wa kwanza, mihadhara mingi tushawahi kutoa huko nyuma. Lengo kubwa kwa kuanzisha kitengo hichi cha Muntada al-Fiqh al-Islami ni kufanya kazi ifuatayo. Kwanza, kuitetea fiqhi. Tumeona kwamba fiqhi inapotea, na fiqhi ikipotea itakuwa ndio mwanzo wa sunna kupotea, kwa sababu hawa watu wa fiqhi wameichukua fiqhi kutoka katika sunna. Kwa hiyo pana umuhimu kuitetea fiqhi isipotee. Jingine ni kuwahamasisha watu wasome fiqhi, kasoro hizi unazoziona ambazo tunazungumzia hapa, hasa zinatokana na kutokusoma vizuri fiqhi, kwa sababu masala ya kufupisha khutba haya imezungumzwa katika vitabu vya fiqhi. Khutba iwe fupi na swala iwe ndefu, na kuna sura maalumu za kusoma siku ya Jumaa, lakini zote zinaachwa kwa sababu ya watu ima kutokujua fiqhi au kuidharau fiqhi. Na kadhalika ni muhimu kuzipa haki zile kanuni za kifiqhi na kanuni za kihadithi, kanuni za kiusuli fiqhi zilizowekwa, ambazo fiqhi inazotumia sana kanuni hizo. Kwa hiyo kwa kuangalia sana hali hiyo, katika hayatul ulama wamefikiria kuandaa kitengo hiki ambacho kinaitwa Muntada al-Fiqh al-Islami. Zamani tunakiita klabu ya fiqhi, lakini jina hilo limebadilishwa na hivi sasa tunasema ni Muntada al-Fiqh al-Islami, ambayo imo katika kamati ya da'wa na mwenyekiti wake ni huyu hapa. Fiqhi al-ilmu bil ahkam shar'iyya al-muktasabat min adillati at-tafsiliyya, ni dalili za kisheria ambazo zimechukuliwa kutoka katika, ni hukumu za kisheria ambazo zimechukuliwa kutoka dalili zile ambazo zimeelezwa kwa upambanuzi. Kwa maana hiyo kwamba fiqhi inatoka ndani ya Qur'ani, fiqhi inatoka ndani ya Qur'ani, na fiqhi inatoka ndani ya sunna, na fiqhi inatoka ndani ya ijma', na fiqhi inatoka ndani ya qiyas. Hii ni misingi minne ya fiqhi yetu sisi ahli sunna wal jamaa. Kwa kudharau usomaji wa fiqhi, matatizo mengi yametokea. Nakumbuka jana niliandika message nikaisambaza kwa baadhi ya watu kwamba ilivyo katika fiqhi, kwa itifaki ya maimamu watatu, kwamba katika siku huu kama hii ya Eid al-Adha, takbira ya kabla ya baada ya swala ya fardhi, takbira ya baada ya swala ya fardhi inaanzia min subhi yaumi Arafa, yani mwezi 9. Ilikuwa leo ianze takbir baada ya swala ya faradhi. Hayo yamo katika madhhabi ya Imam Shafi'i, ambayo ndio tunayatumia katika ghalibu sisi,
katika madhhab Ahmad bin Hanbali na katika madhhab ya Abu Hanifa rahmatullah alayhim jami'an. Aliotofautiana sisi kidogo ni Alimamu Malik rahmatullah alayhi, pia naye akasema kwamba inaanzia wakati wa dhuhuri, baada salati dhuhuri. Lakini kauli jamhuri nasema, kauli jamhuri ni kwamba inaanza baada salati subhi, baada ya salati subhi katika mwezi 9. Kwa maana Rabakhti mwaka huu tumekutana sisi watu wa hapa na wenzetu kule kwamba mwezi 9 ni huu mmoja. Lakini utakuta pia kuna baadhi ya watu pamoja na tangazo kama hilo hawakuleta takbiri katika salati subhi leo. Sasa hii nini maana yake? Ni kwamba watu hawasomi fiqhi. Yamo katika fiqhi yanazungumziwa, wanayaacha. Na si lazima usome fiqhi zote, ndivyokuambia. Nilizokuambia. Fiqhi moja unataka wewe ambayo ushaipokea katika madhhab, basi wewe ukishikamana nayo madhali inakwenda sawa sawa, wewe unakwenda sawa. Yote hiyo nataka na nini? Kuacha fiqhi. Kuna kipindi tuliwahi kuzungumzia sisi kwamba ni katika sunna kufunga siku 9 za mwanzo katika mwezi huu wa Dhulhijja. Siku 9 za mwanzo ni sunna kufunga, na ni sunna muakkada. Na hata mimi nikawahi kuandika na kitabu mpaka leo, nadhani kule katika kwa Ibn Hazm juu kipo kimekwisha, kitabu kidogo kuzungumzia fadhila ya siku hii, miezi hii mitakatifu, na kwamba ni katika sunna kufunga siku 9 za mwanzo katika mwezi wa mfungo 3. Lakini bali kuna watu litaka wao walikuwa wanatamani eti kitabu changu kijibiwe, wakasema kitajibiwa kwa sababu eti nimekhalif, wakati mimi ndo nimefuata ile sunna. Hii yote nini? Kutokana watu kutokusoma fiqhi. Hawakusoma fiqhi, wakaona kwamba haya masala yameelezwa katika fiqhi. Vitabu unavyosoma katika fiqhi, soma vitabu vya Kishafiia, Hanbalia, utakuta funga ipo. Bali hata katika tasawuf ipo. Katika tasawuf pia, hii tasawuf inapigwa vita pia imeeleza hivyo. Soma Bidayatul Hidayah ya Imam al-Ghazali rahmatullah alayhi, utakuta nasema ni katika sunna vile vile katika mwezi wa mfungo 3 kufunga siku 9 hizi. Watu medharawa. Misikiti mingi sasa hivi hapa Dar es Salaam mingi, sio kwa ile tunayojua tu, hawaswali kabla ya magharibi. Hawaswali kabla ya magharibi. Wakati ipo katika Muqaddima Hadramia, ipo katika Minhaji Talibina, ipo. Hii ni fiqhi gani tunaifuata sisi hapa kwetu? Yote yanatokana na kasoro ya kuacha fiqhi, na hii ni hatari. Utaacha fiqhi kidogo kidogo, mwisho utaacha sunna. Na wale watu ambao kwamba wanavunja moyo watu eti wasifuate fiqhi, wasome sunna tu, lengo lao ni kwamba wao wanataka sunna ile waifasiri wao kwa raia wao wanayotaka, ili wasifuate watu ile fiqhi iliyopokewa huko nyuma. Al-Hafidh ibn Rajab rahmatullah alayhi, Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali katunga kitabu maalum kupingana wale watu ambao kwamba wao wanakwenda kutaka kuivunja fiqhi inayotegemea madhahibu manne. Kitabu hata mimi ninayo nakala, ingawa nimekipata katika mtandao nikakiprint, ninacho kitabu Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, kuonyesha kwa masala haya kutetewa fiqhi, masala yapo. Na hakuna chuo duniani ambacho ndani yake hakuna somo linaloitwa fiqhi. Iwe ni Jamia Islamia, iwe Umul Qura, iwe Jamiatul Azhar, kila chuo ambacho kwamba kinafundisha masomo ya dini lazima kuwe na somo linaloitwa fiqhi. Sasa watu kupuuza somo la fiqhi, hii ni hatari kubwa sana.